naitwa Mirambo Kamili Yusufu, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Taifa. Kuhusu tume ya uchunguzi ya Mheshimiwa Rais ambayo tunaita tume ya Jaji Chande. Kwanza kabisa ile ni tume ya rais, na taarifa ya tume kwa kawaida inakuwa katika mikono ya rais. Uchambuzi, utekelezaji, ufuatiliaji wa maelezo na ushauri wa tume unakuwa chini ya rais. Lakini rais amependa kwa tume hii iweze kueleza kidogo kwa wananchi baadhi ya dondoo ambazo wamekuwa nazo, na haifanyi hiyo maelezo yawe ya wananchi, bado ni ya rais. Kwa nini? Kwa sababu zile ni dondoo, tips. Kama ni dondoo, ina maana sio habari kamili. Rais ndio yeye atakwenda kusoma yale makabrasha, akishamaliza kuyaelewa yale makabrasha na kuona maoni yaliyowekwa na tume, alafu yeye ataingia katika utekelezaji. Sasa tukija kwenye kuikubali tume au kuto kuikubali, mimi nasema sisi chama cha wananchi CUF tutaeleza maelezo yetu ya kuikubali au kuto kuikubali baada ya kuona utekelezaji wa Mheshimiwa Rais katika yale ambayo yameelezwa na tume, kwa sababu tume imeeleza baadhi ya sababu zilizopelekea kutokea vurugu na ghasia kubwa zilizotokea Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29. Lakini pia wakatoa maoni yao ya kiushauri ifanyike vipi. Mojawapo wameshauri ni maridhiano. Wamesema wazi kwamba maridhiano ndio ufumbuzi wa matatizo ambayo wao wameweza kuyaona. Lakini kuna ziada, kama utaona kwamba tume imeeleza miongoni mwa sababu 5 zilizosababisha vurugu hizo. Mojawapo ni ukosefu wa ajira, mojawapo nyingine ni maadili. Kwa hivyo kwa upande mwingine ni kweli tunatakiwa sasa serikali kama ambavyo ilivyokusudia kwamba baada ya uchaguzi itashughulikia masuala ya katiba mpya, na taarifa zinaelezwa na serikali yenyewe kwamba huo mchakato mapema utakuja. Tunaomba mchakato huo uje ili hiyo kiu iondoke, na ndani ya mchakato pawe na katiba mpya, ndani ya katiba mpya pawe na tume huru ya uchaguzi, ili tume ile ya uchaguzi iweze kusimamia masuala ya uchaguzi kuanzia mchakato wote mpaka mwisho kwenye kupigwa kura na kutangazwa mshindi. Pawe na uhuru na ukweli na uwazi ambao mgombea walau kwa 70% aridhike, japo si 100. Lakini sasa inaonekana wagombea wengi hawaridhiki kwa 50%, pengine chini ya 50. Hilo si jambo zuri. Kwa hivyo kwa kuwa tume imewauliza watu na imepata hayo majibu, tunaamini hilo nalo ni jambo sahihi. Lakini hapo niweke angalizo, wako wale wanaosema hawaikubali tume wala hawaamini maelezo ya tume. Sasa katiba mpya nayo hawaikubali, tume imeitaja lakini tume huru tume imeitaja nayo hawaikubali. Lakini ukosefu wa ajira wameutaja nao hawaikubali. Lakini kuna kukaa kwenye meza ya mazungumzo ambayo ndio silaha kubwa ya migogoro ya kisiasa dunia nzima, nayo hawaikubali. Lakini pia wamesema watu wa tume kwamba hawakuona katika uchunguzi wao makaburi ya halaiki, hawakuona. Wameona makaburi ya kuzikwa mtu mmoja mmoja au ya halaiki hawakuona. Sasa wanaopinga maelezo ya tume, mwisho wake tutawataka sasa waweze kuonyesha wapi yapo makaburi ya halaiki. Aidha kuna kitu kikubwa zaidi wanakijua zaidi ya tume. Ndio maana mimi msimamo wangu ni kwamba tume imetoa mchakato wake, wamemkabidhi rais hiyo taarifa, rais ataipitia kwa kina. Baada ya hapo atakuja sasa na utekelezaji wa mapendekezo ya tume. Sisi tuone sasa utekelezaji unafanyikaje na tulalamike kutokana na ule utekelezaji. Lakini pia tuangalie uzalendo wa nchi yetu. Leo kama tunaipinga tume mazima ni sana tunachochea vurugu, ni lazima tuangalie kwamba lengo kuu
liwe kuzima huu moto wa vurugu. Lengo kuu uwe ni kuanza upya, tumeshakosea tuanze upya. Lengo kuu iwe ni kuwapoza wahanga wale waliokufa, kuweza kuwasaidia familia zao, kuweza kusaidia wazazi na watoto waliobaki, kwa maana wategemezi. Lakini kuna wagonjwa, watu ambao walipigwa vibaya wakaumia wakaathirika, wapo. Hiyo sio kama ni uongo, wapo. Lakini hao nao wanahitaji kupata vipimo na kupata matibabu. Lakini wako waathirika walioathiriwa na hawa watu wa maandamano, wameibiwa mali zao, wameunguziwa mali zao, wamevurugiwa vitu vyao. Wengine kutokana na hiyo wamepata hasara mbili, hasara ya kupoteza mali na hasara ya kupoteza afya pia, kwa sababu wamepata magonjwa ya moyo kwa mshtuko wa matukio ya mali zao, nao wanataka kuweza kufanyiwa uponyaji. Sasa hili ndio jambo kubwa ambalo tunatakiwa tulipiganie liweze kufanyika, ili tuanze upya, kwa sababu tatizo tayari limekwisha tokea. Lakini kupinga na kukataa ni kuikwamisha nchi, kuisimamisha nchi, maana yake tusisonge mbele. Sasa tusisonge mbele, tuwe nchi ya namna gani? Tuishi namna gani? Kwa hivyo sisi tunaona kwamba tatizo lipo, limetokea, suluhisho linatafutwa, ili tuweze kuona nchi inakwenda katika amani ya pamoja na kuwapoza wale ambao ni wahanga. Kiukweli wenzetu walioathiriwa kwa pande mbili, walioathiriwa kutokana na vyombo vya dola na walioathiriwa na waandamanaji, wote wanahitaji pozo, na pozo ni la kwetu sisi. Tusikimbilie tu kupinga, tushauri namna ya kuwapoza wenzetu, kwa maana ya kuwapa healing. Msimamo wangu ni kwamba kwa sababu tume imetoa dondoo, haikutoa taarifa kamili kwenye kipengele chochote kile. Kwa hivyo mimi nasema wamejitahidi kuvuka 90% ya uchunguzi wa kuweza kusaidia serikali kupata ufumbuzi sahihi wa kutatua kwanza tatizo lenyewe, lakini pia kutatua sababu ya tatizo hilo. Kwa hivyo mimi naamini ni maelezo mazuri, ni tume ambayo imefanya kazi ya kuleta ufumbuzi. Na sisi, mimi nashauri upande wetu tusianzie tu kupinga, tuanzie kwanza kushawishi, tuone serikali inafanyia kazi namna gani haya maelezo ya tume. Na niseme kwa kinywa kipana, mimi binafsi yangu sikubaliani kuundwa tume ya kimataifa, sikubaliani kuja tume ya kimataifa, kwa sababu hiyo inaweza ikawa na upande. Ni bora sisi wenyewe tupambane na matatizo yetu, tukiweka uzalendo mbele, ili tumalize hili tatizo, tusonge mbele. Mimi rai yangu kwa Mheshimiwa Rais kubwa kabisa ni kwamba wananchi waliokutwa na maafa, familia zao zinahitaji uponyaji. Lakini wananchi waliokutana na madhara ya vipigo wanahitaji matibabu baada ya vipimo vilivyo safi, wapate matibabu. Wananchi waliopoteza mali zao, hata kama hawakuwa wamekopa, lakini wamepoteza mali zao, ziwe kwa kuchomwa au kwa kuibwa, basi waweze kusaidiwa, wakwamuke kutoka hapo walipo. Kisha natoa rai kwa Mheshimiwa Rais aweze kuangalia maelezo ya tume, utafiti wa tume na ushauri wa tume, kuangalia namna bora ya kitu kinachoitwa kwa Kiingereza proactivity. Yani sasa Tanzania tuwe katika hali ya kuyatangulia matatizo yasitokee. Viashiria vingi vilitokea, wako watu waliokinia, walitoa maneno ya kusema Oktoba 29 hapatakuwa na uchaguzi. Sasa vile ni viashiria, ule ni maneno ambayo yanapoingia kwa kijana mdogo anaweza akafanya tukio. Sasa viashiria kama vile viwe vikichukuliwa hatua ambazo ni nzuri, ni madhubuti, ambazo ni salama za kuweza kulinda hali mbaya isiweze kutokea. Tukisubiri matatizo yatokee kisha tuyatibu, tutakuwa tunajipa hasara, ama kwa kupoteza raia wenzetu, aidha kwa kupoteza mali zetu na za raia wenzetu, hata kupoteza mali za serikali, kama ambavyo tumeona hata miundombinu ya serikali iliweza kudhuriwa. Pale inamaanisha fedha ya kodi ya Watanzania inaenda kuchukuliwa tena kupelekwa kuendeleza ile miundombinu pale ilipoharibika. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kuyafuatilia matatizo kabla hayajatokea na kuyachunguza kwa kina kabla hayajatokea, ili kuyazima, aidha kuyapunguza nguvu yasiwe katika ukubwa uliotokea Oktoba 29.
Mimi nawaambia wanachama wa chama cha wananchi CUF waweze kuona kwamba tunapoishi katika nchi yetu ya Tanzania, matatizo yoyote ambayo tunayaona yanafanywa na serikali, tupambane kuyatatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Mahakama zipo. Kama hatuamini mahakama ufumbuzi wake, basi tunaweza kwenda katika mahakama za nje, lakini pia tunaweza kushinikiza mazungumzo kwa namna ya kung'ang'ania kupitia wazee kuweza kujenga mazungumzo kwa serikali ili tuweze kukaa chini na kuzungumza. Lakini pia kama kuna shida, kuna wastaafu kina Mzee Kikwete wapo, kina Mizengo Pinda wapo, tunaweza kuwashirikisha wakasaidia kuweza kufanya mazungumzo ya pamoja ili nchi iweze kuwa salama, kwa sababu hata sisi vyama ambavyo hatujawa dola, siku tukishinda dola hatuwezi kuridhika kuwa na raia ambao watakuwa hawaelewi taratibu nzuri za utatuzi wa matatizo. Tunataka kuona wananchi tunatatua matatizo yetu kupitia taratibu za kisheria.